mkuu pamoja na wahitimu wengine, lakini pamoja na wazazi wote na viongozi wote tulioshiriki hapa. Na mimi nitakuwa sehemu ya mdau namba 1 nitakayokwenda kuhamasisha jamii yangu. Tuhakikishe uwepo wa VETA ndani ya wilaya hii unaleta tija kwa kizazi wilaya ya Chemba. Tuwashukuru sana wazazi kutoka mikoa mbalimbali ikiwemo Arusha, Mwanza, Moshi na maeneo mengine na wilaya zingine ambazo zinatuzunguka ndani ya mkoa wetu wa Dodoma kuweza kutuheshimisha sisi leo wanachemba. Nyinyi ndio mliothubutu kutuletea watoto wenu, na leo tunakwenda kuandika historia ya kwenda kufanya mahafali yetu ya kwanza kwenye chuo hiki. Tuende, msikukatie tamaa. Tunafahamu pia maendeleo huwa yanaletwa na wageni. Tuwakaribisheni wageni kwa unyenyekevu mkubwa, tuleteeni watoto na sisi tutajifunza kutoka kwenu. Lakini niombe wahitimu mnaohitimu hapa na wale ambao bado tunaendelea na masomo yetu, twendeni tukaitangaze VETA Chemba kwa yale mlioyapata kwa ajili ya maslahi mapana ya kijana wa wilaya ya Chemba na kijana wa Kitanzania anayeishi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mkuu, mlisema hapa swala la uzio wa shule yetu ama kituo chetu. Mkuu, nalichukua hili mimi binafsi, lakini kwa kuwa ni mwakilishi wenu ndani ya bunge, tutakwenda kulifikisha Wizara ya Elimu ili waweze kuona ni namna gani wanakwenda kutupatia fedha na kuhakikisha tunakwenda kuboresha miundombinu ya usalama kwa wanafunzi wetu pamoja na walimu wetu na watumishi wengine wote walioko ndani ya kituo hiki. Lakini mkuu, pia ulisema chuo hiki kimekamilika kwa 98%, 2% hazijakamilika katika kitengo cha landscaping. Tutakwenda kusimamia fedha iliyobaki hali kadhalika ili uweze kukamilisha miundombinu yako ya chuo chako, na hatimaye wanafunzi watakaoweza kuja hapa waje waone ni chuo kweli cha VETA kina miundombinu iliyokamilika. Lakini kipekee ni wapongezeni sana wahitimu, mmenipokea vizuri, lakini hakuishia kunipokea tu. Mlinipeleka kwenye kazi zenu mnazozifanya. Mmenipeleka kwenye karakana yenu ya ushonaji, hongereni sana. Lakini nikaambiwa mmetuonyesha mavazi hapa, lakini kwa namna pia mlivyopendeza wahitimu pamoja na walimu, management yote, kwamba mmejipendezesha wenyewe. Hongereni sana, na sisi sasa tunajivunia na tutaanza kutangaza soko la ushonaji ndani ya wilaya yetu na nje ya wilaya yetu. Lakini pili, mlinipeleka kwenye karakana ya mambo ya umeme wa majumbani. Tutakwenda kutangaza vivyo hivyo soko lenu ndani ya wilaya yetu ili mliohitimu hapa kwenye kitengo hicho basi msiende kwenda mkakaa mitaani, bali tuendeleze jitihada zenu ziende zikalete tija ndani ya jamii yetu, lakini ziweze kukuletea wewe tija. La mwisho kwa wahitimu ni waombe. Mmeimba hapa kwamba mwisho wa masomo yenu sio mwisho wa safari mliokuwa mmeianza, bali ndio kwanza mnaanza safari nyingine ya maisha ya kwenda kujitegemea, lakini na kwenda kuitangaza VETA kwa kwenda kuwa raia mwema unakokwenda kwenye jamii yako, lakini kwenda kutimiza ndoto yako wewe, ndoto ya mzazi wako, ndoto ya jamii yako, kwa kwenda kuonyesha kile ulichokuja kukitafuta VETA unakwenda kukionyesha kwa vitendo kwenye jamii yako. Nendeni mkawe watoto wema, nendeni mkawe mafundi walio wema, na mkatuonyesha igizo pale kwamba kuna mtu alienda kufanya kazi, lakini baadaye ikaonekana kazi haieleweki, ukaanza ugomvi, na mwisho wa siku tukaambiwa ukitaka mafundi wazuri basi kimbilia VETA. Tuwaombe mlichotuonyesha hapa kwenye hadhara hii mwende mkakiishi kwa vitendo ili tuweze kuiaminisha jamii. Lakini pili, tunaifahamu ni taasisi ya serikali na tunaamini siku zote kinachofanywa na kusimamia na serikali kinakuwa ni bora kuliko cha mtu binafsi. Tuwaombeni sana, muende mkasimame, muende mkafanye vizuri, na sisi tumesema, nikiwepo mimi mbunge wenu, tutaenda kutangaza soko lenu kwamba tuna vijana wetu ambao wako tayari sasa kututumikia
katika hizo nyanja mbili za ushonaji pamoja na umeme majumbani.